Kila asubuhi, kabla ya kelele kuanza, kabla dunia haijakwambia uwe nani, kuna dirisha dogo. Muda wa utulivu ambapo akili yako bado ni mpya, bado iko wazi, bado inasikiliza. Na kile unachojiambia katika muda huo, kinaunda kila kitu. Nguvu yako, nidhamu yako, viwango vyako. Watu wengi huamka na kuanza kuangalia simu zao. Wanaiacha dunia iwapangie maisha yao. Lakini si wewe. Uko hapa kwa sababu unataka udhibiti. Unataka nguvu. Unataka zaidi. Usiogope. Katika video hii nitakuonyesha mambo 5 unayopaswa kujiambia kila siku asubuhi, kama kweli unataka kuwa mtu aliye mbali na udhaifu. Namba 1. Sihitaji hamasa, nahitaji nidhamu. Acha kusubiri ujisikie tayari. Hutaamka kila siku ukiwa na hamasa. Hutajisikia kila wakati kuwa na nguvu, kujiamini au shauku. Na hapo ndipo watu wengi hushindwa. Wanategemea hisia ili wachukue hatua. Lakini hisia hazina uthabiti. Hubadilika haraka sana. Hisia mbaya moja, usiku mbaya mmoja, na ghafla kila kitu kinasimama. Hivyo si namna ya kushinda. Jiambie kila asubuhi, nitafanya kile kinachotakiwa bila kujali ninavyojisikia. Kwa sababu nidhamu si kuhusu hisia, ni kuhusu viwango ulivyojiwekea. Ni kuhusu kujitokeza hata inapokuwa haifai. Ni kuhusu kufanya kazi hata inapochosha. Ni kuhusu kuendelea hata kama hakuna matokeo ya haraka. Mtu yeyote anaweza kufanya kazi akiwa anajisikia vizuri. Wachache sana wanaweza kufanya kazi wasipojisikia hivyo. Hapo ndipo tofauti ilipo. Na ukijenga mtazamo huo, hautazuilika. Namba 2. Leo sitapoteza muda wangu. Una masaa 24 tu kwa siku, kama kila mtu mwingine. Lakini maisha yako yatakuwa tofauti kabisa kulingana na jinsi unavyotumia muda huo. Watu wengi hupoteza muda bila hata kujitambua. Kuperuzi mitandaoni bila kikomo. Kuangalia vitu visivyo na maana. Kuzungumza mambo yasiyobadilisha maisha yao. Na mwisho wa siku, wanajiuliza kwa nini hakuna kinachobadilika. Jiambie wazi, muda wangu una thamani. Sitaupoteza. Anza kutambua muda wako unaenda wapi. Kila dakika unayotumia ukiwa umevurugwa ni dakika inayochukuliwa kutoka kwenye maisha yako ya baadaye. Kila saa unayopoteza hautakuja kuipata tena. Hii haimaanishi huwezi kupumzika. Kupumzika ni muhimu. Lakini kuna tofauti kati ya kupumzika na kukimbia majukumu. Ishi kwa kusudi. Tumia muda wako kujenga kitu, kujifunza kitu, kuboresha kitu. Kwa sababu usipoudhibiti muda wako, kitu kingine kitaudhibiti. Namba 3. Naweza kukabiliana na mambo magumu. Maisha yatakujaribu. Hilo si uwezekano, ni uhakika. Kutakuwa na shinikizo. Kutakuwa na vikwazo. Kutakuwa na nyakati utakazotaka kukata tamaa. Na katika nyakati hizo, kile unachoamini kuhusu wewe mwenyewe ni muhimu. Ukijiambia, hii ni ngumu sana, utaanguka. Lakini ukijiambia, naweza kushinda hili, kila kitu hubadilika. Nguvu si kuepuka ugumu, ni kuukubali. Jikumbushe maisha yako ya nyuma. Fikiria nyakati ulizopitia magumu na bado ukaendelea. Hukukata tamaa wakati huo. Kwa nini ukate tamaa sasa? Maumivu ni ya muda, ukuaji ni wa kudumu.
na kila hali ngumu unayokutana nayo inakujenga kuwa mtu imara zaidi. Usikimbie, ikabili. Namba 4. Mimi ndiye ninawajibika kwa maisha yangu. Hili si rahisi kulikubali, lakini ni muhimu. Ni rahisi kulaumu vitu, maisha yako ya nyuma, hali ulionayo, watu wengine. Na huenda baadhi ya mambo ni ya kweli. Lakini kulaumu hakukusogezi mbele. Kuwajibika kuna kusogeza. Jiambie, maisha yangu ni jukumu langu. Hiyo ina maana matokeo yako ni juu yako. Tabia zako ni juu yako. Maamuzi yako ni juu yako. Inaweza kuonekana ni mzigo, ile itakupa uhuru. Kwa sababu ikiwa ni jukumu lako, basi pia iko kwenye udhibiti wako. Huhitaji kusubiri ruhusa. Huhitaji kusubiri hali iwe kamilifu. Unaweza kuanza sasa. Unaweza kubadilika sasa. Unaweza kubadili mwelekeo sasa. Unapoacha kulaumu, ndipo unaanza kukua. Namba 5. Nitakuwa bora kuliko jana. Huhitaji kuwa mkamilifu. Huhitaji kujua kila kitu. Unachohitaji kufanya ni kujiboresha, hata kama ni kidogo. Jiambie, leo nitakuwa bora kuliko jana. Tabia bora zaidi, umakini zaidi, maamuzi bora zaidi. Hivyo tu. Mabadiliko madogo hayaonekani kwa siku moja, lakini baada ya muda yanabadilisha kila kitu. Uamuzi mmoja bora leo unaleta mwingine kesho, na kabla hujatambua tayari umejenga maisha tofauti kabisa. Na hivi ndivyo ukuaji wa kweli unavyotokea. Sio kwa tukio moja kubwa, bali kwa muendelezo wa kila siku. Usilenge ukamilifu, lenga maendeleo kila siku. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.